Wakati mwili wa kiongozi mkuu wa Irani Ali Khamenei ukiwa kule katika mji wa Najaf nchini Iraq katika prosesi za maziko yake, ndani ya Irani na baadhi ya nchi za Kiarabu mashambulizi makali yameibuka. CENTCOM ya Marekani inaripoti kufanya mashambulizi takriban 80 katika maeneo ya kusini mwa Irani, hasa kwenye visiwa vya Siri, Kashmir na maeneo ya karibu na mlango wa bahari wa Hormuz, na Irani ikiripoti baadhi ya majeruhi katika mashambulizi hayo, ambayo Marekani inasema kuwa imefanya mashambulizi makubwa kujibu vurugu za Irani zinazofanywa kwenye mlango wa Hormuz. Khatam al-Anbiya, kikosi cha Irani, kinasema kuwa kimefanya mashambulizi 85 katika malengo makuu ya Marekani katika nchi mbili za Bahrain na Kuwaiti, na kinaripoti kuangushwa kwa ndege isiyo na rubani ya Kimarekani ya MQ-9 Reaper. Mashambulizi ya pande zote mbili yamekuwa ya hali ya juu sana, ambayo yalitoka na tangazo la awali la Marekani kufunga leseni yake au kuondoa vikwazo vyake. Awali Marekani iliondoa vikwazo vya mafuta ya Irani. Sasa hili tangazo limekuja la kurejesha kuwa wamefuta ruhusa ya Irani kuuza mafuta kama ilivyokuwa hapo awali. Hayo ndiyo baadhi yaliyojiri. Bei ya mafuta imepanda kwa 6%. Hii ni bei ya juu zaidi ukilinganisha takriban zaidi ya wiki 2 au wiki 3 toka kufikia kwenye makubaliano ya MOU. Dunia inaelekea wapi? Unakumbuka vyote nilivyoanza navyo: mashambulizi ya Marekani, mashambulizi ya Irani, msiba wa Khamenei, bei ya mafuta, kuondolewa kwa vikwazo ambavyo vilikuwa kurejeshwa kwa vikwazo ambavyo vilikuwa vimeondolewa. Mkutano mkuu wa NATO unafanyika kule Ankara. Mkuu wa NATO Mark Rutte anasema anaunga mkono vilivyo mashambulizi ya Marekani kwa Irani kwa sababu Irani imeonyesha ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya MOU. Nani anakiuka makubaliano ya MOU? Bila shaka ulinifuatilia wiki jana nilipoelezea hili swala, lakini ni katika uchambuzi, nadhani kama sio jana, juzi nilielezea hili baada ya taarifa za kushambuliwa kwa meli kati ya Jumatatu na Jumanne. Meli zilishambuliwa ambazo ndio zimepelekea haya mashambulizi. Mashambulizi ya Jumanne, Irani haikuthibitisha, haikukanusha kuwa imehusika na haya mashambulizi ambayo yamejibu haya majibu. Sasa nilishawahi kukueleza kuwa kinachowasumbua hivi sasa ni makubaliano. Uhakika kuwa kinachosumbua hivi sasa, kila unachokiona ni makubaliano. Na ni kipi makubaliano? Marekani alivyokuja kukubali kujaa kwenye mfumo wa ile MOU ya vifungu 14, nilisema wazi amejaa, sio lake, amejaa. Sasa ile kufurukuta, kujaribu kuanzisha vurugu huku na huku, ni baada ya kugundua kuwa alijaa sehemu ambayo hakupaswa kuwa, lakini huenda ndio ilikuwa sehemu yake yenye nafuu ukilinganisha na kwingine. Kwa sababu angefanya nini? Angefanya nini? Au angezua lipi jingine? Irani bado wanaendelea naweza kusema kuwa Irani bado wanaendelea kuchekelea kijino pembe hiki kinachoendelea. Ni vigumu kunielewa wakati mwingine, lakini pia ni rahisi kunielewa. Sosi ya mgogoro haipo kwenye mgogoro. Sababu ya msingi ya vita sio sababu inayosababisha mgogoro hivi sasa. Ndio nakwambia kuwa Irani anaweza kuendelea kucheza na akili, kwa sababu yeye kwake ni faida kubwa kutoka kunusurika kwa serikali kuangushwa, kuondolewa kwa viongozi wote na utawala kubadilishwa. Leo hii wapo kwenye ugomvi wa pili nje ya uwanja. Yani manake kama hiki kinachoendelea hivi sasa ni kuwa wanacheza nje ya uwanja, kwa sababu hawachezei ndani ya uwanja.
Ndani ya uwanja wangechezea kuhusu nyuklia, makombora, washirika. Sasa nje ya uwanja ndio hii mechi inachezwa, wanagombea kuimiliki Hormuz. Taarifa iliyotolewa na Khatam al-Anbiya inasema hatutoruhusu kwa namna yoyote Marekani kujipachika na kujichomeka katika umiliki wa Hormuz. Nadhani ndio ugomvi mkubwa uliopo hivi sasa. Niliwahi kuambia jambo hili niliwahi kuambia mambo mawili. Irani hawatakuja kuiachia Hormuz. Itavyokuwa hawatakuja kuiachia Hormuz. Lakini ulimwengu wa pili wa magharibi, Western, utakuja kurejea katika hii vita kwa ajili ya Hormuz. Hatujui miaka mingapi, miaka 10, miaka 20, miaka mingapi ijayo yoyote, lakini kuiacha Hormuz kwenye udhibiti wa Irani ni bora wangeiacha Irani ikawa na udhibiti wa nyuklia. Kuiacha Hormuz kwenye mikono ya Irani, wanatamani Irani angekuwa na nyuklia wala wasingekuwa na vita, wakamwacha na nyuklia zake, kwa sababu nyuklia za Irani hazikuwa na tishio lolote kwao zaidi ya Israeli, lakini udhibiti wa Hormuz ni tishio kubwa kwa wote ikiwa utakwenda kwa Irani. Maana yake kama udhibiti kamili wa Hormuz unadondokea kwa Irani, wewe itabidi ufuate kile Irani anakitaka. Sasa wako tayari kulamba vile ambavyo walivitoa awali, kwa sababu karibu wote wamekuwa na maoni tofauti na Irani, ambayo maoni sio mazuri upande wa Irani. Miaka yote wamekuwa na ajenda ambazo Irani pia anazifahamu, za kuua viongozi wao, kubadili utawala, chuki za wazi dhidi ya mamlaka yao, na hizo zimekuwa ziko wazi kabisa. Sasa wako tayari kurudisha kile ambacho walikipoteza au kile ambacho walianza nacho? Wako tayari kwa hilo? Hiyo ndio shida iko hapo. Sasa ukirudi kwenye kile ambacho kimetokea, mashambulizi ya pande zote mbili yameendelea kuthibitisha tu kuwa vifungu tulivyoambiwa kuwa ndio vifungu vinatumika kwenye makubaliano vina kasoro. Kama vifungu vingekuwa vimekamilika kama vile ambavyo Donald Trump alituambia kuwa tuko kwenye mazungumzo mazuri na maelewano mazuri kabisa na Iran na huenda tukafikia kwenye nafasi nzuri kabisa kunani, manake kuwa alitudanganya. Manake kama vifungu vingekuwa vizuri, haya yote yasingetokea. Isipokuwa nilikwisha zungumza na wewe hapa mara kadhaa kukuambia kuwa vifungu 14 vyote vinamkaanga Marekani, vyote. Sasa Marekani anaanzisha vurugu akiwa nje ya vifungu, kwa sababu ukweli unaobaki jambo moja, hatujui mmiliki wa Hormuz baadaye. Mmiliki wa Hormuz sasa ni Irani. Ukirudi nyuma utaona umiliki wa Hormuz awali haukuwa hivyo. Irani wanatuambia mambo yamebadilika. Kwa hiyo tukae kwenye nadharia yao kuwa mambo yamebadilika. Sasa twende kwenye current, yani kwenye hali halisi. Hali halisi ni kuwa Marekani na Irani, Israeli walikuwa kwenye vita. Ili kutoka kwenye ile vita, usitishaji wa ile vita, jinsi walivyotoka, walitoka kupitia ceasefire iliyoanza April 8, halafu wakaenda kwenye MOU, Memorandum of Understanding, hii ambayo inaendelea hivi sasa. Sasa tuangalie nani anayekiuka Memorandum of Understanding yenye vifungu 14. Kifungu cha 5 au cha 6 kimeainisha kuhusu umiliki wa Hormuz katika kipindi cha mazungumzo ya siku 60. Katika vurugu zao kutakuwa na masikilizano ya siku 60. Sasa katika siku 60 Irani itatakiwa kufungua mfereji wa Hormuz na uratibu wa njia ya Hormuz utakuwa chini ya udhibiti wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Kwa nini Marekani anaanzisha njia ya pili na washirika wake ambayo inapitia Oman? Kwa hiyo moja kwa moja kuwa yeye ndio anakiuka makubaliano. Yeye ndio anakiuka makubaliano. Sasa utamu wa asali, unajua mtu akionja asali anachonga mzinga kawaida. Irani kaisha onja utamu wa Hormuz. Nadhani ni wiki 2 zilizopita, spika wa bunge la Iran Mohammad Ghalibaf alisema kuwa Hormuz ndio silaha yetu kubwa zaidi ya kimkakati kwa hivi sasa. Hormuz ndio silaha yetu kubwa zaidi ya kimkakati na hatuwezi kuiachia. Marekani anajaribu kuichomoa Hormuz, kuirudisha upande wa pili, yani anajaribu kuvunja nguvu za Irani
Kama kutapatikana na njia ya pili ambayo itahusisha kupitia barabara au kupitia njia ya Oman, maana yake kuwa Marekani atatumia pawa yake na nguvu yake na ushawishi wake kuzihamisha meli kuwa msipite kwenye njia iliyo karibu na Irani, ili kuondoa pawa ya Irani, yani Irani isiwe na nguvu, aweze kuihamishia nguvu upande wa pili. Sasa hiyo imebadilika, haipo katika muktadha huo ambao labda unaweza ukauhisi au unaweza ukauona. Kwa hiyo Marekani baada ya kunasa kwenye vifungu 14 anakuja kugundua kuwa mbona tumenasa pabaya, tunawezaje kujitoa? Tuna uwezo wa kuchezesha kwenye hila za mazungumzo. Kitu pekee ambacho niliwahi kukuambia, nadhani unakikumbuka, kuwa bahati mbaya sana katika vita hii Marekani na Israeli wamekutana na nchi ambayo inajua michezo yote, yani wanajua hila zote za kuchezea, yani kadri utavyocheza na sisi tunacheza. Walizoea kuingia makubaliano yenye kuvunjwa vunjwa. Niliwahi kuambia makubaliano ya Hamas yanachezewa yanavyochezewa. Makubaliano ya Hizbullah yalivunjwa mara 10,000 kabla ya kurudi kwenye vita. Makubaliano mengine yote ambako waliingia, yote walikuwa wakiyavunja. Makubaliano ya mkataba wa Oslo wa mwaka 93 ambao ulisainiwa mwaka 93 ukasainiwa mwaka 95 yanavunjwa kweli kweli. Makubaliano ya Israeli na Misri ya mwaka 79 unaona jinsi yanavyovunjwa. Misri hana sauti, hana lolote. Makubaliano ya Israeli na Jordan ya mwaka 94 yamechezewa kisawasawa. Makubaliano ya Israeli na Syria ambayo yalikuwa chini ya mkataba wa Umoja wa Mataifa na vikosi vya UNIFIL vikapelekwa mwaka 74 kwenye milima ya Golan, yalivunjwa, yakatupiliwa mbali, hayapo kabisa, na Israeli anaendelea kufanya. Kwa hiyo hizi ndio staili za makubaliano yao, yani tunakuleta kwenye makaratasi, tunaonyesha makaratasi kuwa tumekubaliana na wewe kwenye hili, lakini kwenye vitendo wao wanatembea nje ya makubaliano. Sasa mara ile ilikuwa ni sawa, unaweza kufanya vile kwa sababu unaweza ukawachezea. Ukikabiliana na adui ambaye hana nguvu, unaweza ukamdrive unavyotaka wewe, lakini hapa kwa Irani ni tofauti. Kwa Irani ni kitu tofauti, hawezi kukubali michezo kwa sababu ye pia anaweza. Sasa nilizungumza kwenye uchambuzi wa juzi nikasema kuwa ni mambo mawili kwa pande zote mbili. Marekani arejee kwenye vita, apigane vita. Vita itapomwelemea Irani, Irani akubali MOU ya Marekani tena. Yani Irani akubaliane sasa na vifungu vingine ambavyo ndio wavitumie kama msingi wa mazungumzo ambavyo vitaletwa na Marekani. Lakini Marekani kama hawezi kurejea kwenye vita na kuhakikisha anampokonya udhibiti au nguvu Irani, basi akubaliane na vifungu vya Irani kwa sababu tayari alishaingia kwenye hivyo vifungu. Na kingine kuwa ima Irani alegee, Marekani achukue, au Irani aweke nguvu, aweke kwenye msimamo kuwa huu ndio msimamo wetu. Sasa mashambulizi ya Marekani yamepiga kwenye visiwa. Majibu ya Irani yamekwenda kwenye nchi mbili, Bahrain, Kuwait. Gazeti la Israel la Hayom mwezi uliopita kuna taarifa liliandika kati ya ugomvi mkubwa uliokuwa umetokea kati ya Marekani na Saudi Arabia baada ya Saudia wataka Marekani kuwa hatutaki mashambulizi wala hatutaki mfanye operesheni zenu kuanzia hapa. Wakati Marekani ilipopeleka pendekezo kwa Saudi Arabia wakati wanataka kujaribu kufungua mlango wa Hormuz kwa nguvu, Saudi Arabia alikataa, akasema hamtumii ardhi yangu. Kwa hiyo kulitokea majibizano makali na vurugu kubwa sana kati ya maseneta, kati ya magavana, kati ya wabunge wa Marekani na serikali ya Saudi Arabia. Kwa nini? Wanakuwa hawa ni washirika wetu na hawataki hilo. Hili limejidhihirisha hata mara hii kwa sababu tumeona kuwa tulitegemea mashambulizi yaende UAE, mashambulizi yaende Qatar, lakini tumeona mashambulizi yamekwenda wapi? Bahrain na Kuwait. Hawa Waarabu hapa hawataki. Na hata gazeti jana la Israel, nadhani la Haaretz, liliandika taarifa kuwa Marekani inakusudia kuondoa vikosi vingi vyake kwenye nchi za Kiarabu na kambi nyingi za Kiarabu kuhamishia Israeli kwa sababu Waarabu hawataki tena kuwa karibu na Marekani, hawataki tena athari walioipata kwenye hii vita, wameamua kufanya hivyo. Sasa hatujui hiki kitakwenda mpaka wakati gani. Jamani, nimetaka kukuambia hili tu japo kidogo. Nikushukuru sana na nikutakia kila la kheri, na inshallah tutakutana tena mara nyingine, tutazungumza mambo mengine yatakayojiri hapo baadaye. Shukran sana.